Jambo na habari za mchana wapendwa wasikilizaji na watazamaji wa Kivu News Info popote pale mlipo, ikiwa ni ndani na nje ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Basi tunakaribisha tena kuungana nasi katika matangazo yetu ya mchana leo kwa tarehe 7 Juni mwaka 2026. Tuendelea kusogezea habari zilizoibuka ndani na nje ya nchi zikiziangazia masuala ya usalama, siasa, jamii, michezo na matukio mbalimbali endelea kubadilika kila siku. Basi kana nasi kwa muda huu kupata taarifa zilizoandaliwa kwa makini, ukweli na uwazi kutoka kwenye mchanzo chako cha habari kinachoaminika Kivu News Info. Na basi kama ndio ulikuwa mara kwanza unakutana nasi vile kupitia mtandao wa YouTube, basi kabla chote kile ningekuomba na kusii hakikisha umesubscribe, kulike, comment na kushare, na kwa lugha nasema kujabone kueme vile na kupartage, kuendelea kusambaza habari kwa walio wengi zaidi. Na basi kama utakuwa umeshafanya hivyo, acha tuendelee kusema asante sana kwa kuchagua Kivu News Info kama kituo chako chema cha matangazo. Nia na mazumuni yetu kila siku tunakuletea habari sahihi zenye kuaminika tena kwa muda mwafaka. Hivyo basi na wewe endelea kutuandikia na ukatujuza unatusikiza kwa sehemu gani, uende ukatuambia maoni yako aiza mapendekezo yako. Langu jina mimi ni Teloje Lulonga. Basi nakualika kuwa na mimi mwanzo hadi mwisho wa matangazo yetu ya mchana wa leo, ikiwa tarehe 7 Juni mwaka 2026. Nini Kivu News Info, sauti ya wananchi. Basi karibu tukupashe. Kauli nzito ya kiuchumi, kijamii na kisiasa imetolewa na askofu wa jimbo Katoliki la Butembo Beni, Sikuli Paluku, akieleza ile usalama kuwa imefikia kiwango cha hatari na endelea kuzofisha maisha ya wananchi katika mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, hususan katika mkoa wa Kivu Kaskazini na Ituri. Katika ujumbe wake uliosambazwa kwa umma, kiongozi wa kanisa Katoliki ameeleza kwa mastiko makubwa kwa sehemu kubwa eneo hilo la kiuchungaji na la jimbo Butembo Beni na leo kukabiliwa na hali ya ukosefu wa usalama wa muda mrefu, wale ambao wamehitaji kuwa ya karibu kwa kuwa ya kudumu, huku akisitiza kuwa wananchi wamekuwa wakiishi katika hofu, majonzi na sitofahamu ya kila siku. Amesema kuwa katika upande wa kusini mwa eneo la kiuchungaji kuna hali inayofuatilia kama uvamizi wa kigeni unadaiwa kuhusishwa na waasi wa M23, jambo ambalo linaendelea kuibua mvutano wa migogoro ya kiusalama katika maeneo ya mashariki mwa nchi. Kwa upande mwingine, kaskazini amesema kuwa kuna wananchi wamekuwa kikabiliana na mashambulizi ya mara kwa mara ya kundi la ADF NALU ambalo limekuwa likihusishwa na mauaji ya raia kwa kutumia silaha za moto na mapanga. Askofu ameeleza kwa undani matukio kadhaa hivi karibuni ambayo yameacha madhara makubwa kwa jamii. Ametaja tukio la usiku wa tarehe 13 hadi tarehe 31 Mei katika mji wa Beni ambako watu 21 waliuawa katika shambulio lililofanywa na watu wanaodaiwa kuwa wa ADF NALU. Amesema mauaji yalifanyika kwa ukatili mkubwa na yameacha maumivu yasiyofutika kwa familia nyingi, huko wakazi wakilazimika kukimbia makazi yao kwa hofu ya mashambulizi zaidi. Ameongeza kuwa katika usiku wa tarehe 2 hadi tarehe 3 Juni, mashambulizi mengine yalifanyika katika eneo la Mbau, umbali wa takriban kilomita 22 kutoka mji wa Beni ambako watu 16 waliuawa. Tukio hilo kwa mujibu wa askofu limeongeza hofu kubwa kwa wakazi wa eneo hilo na kuimarisha ile taharuki, kwani inadhihirisha kuwa mashambulizi hayajawa la tukio pekee bali ni mfululizo unaoendelea. Katika maelezo yake alikumbusha pia mashambulizi yaliyotokea katika vijiji vya Biakato na Makumu vyoko kwenye njia ya Beni Mambasa ambavyo vilikumbwa na mauaji, uharibifu mkubwa wa mali aliyosababisha wakazi wengi kuyama makazi yao na kuelekea maeneo yenye usalama wa kiasi. Zaidi ya hayo, askofu Sikuli Paluku ameleza tukio jingine lililotokea tarehe 25 Mei mwaka 2026 katika kijiji cha Kirima kilichopo katika eneo la Lubero kwenye njia Butembo Mungerinjipa, ambako maafisa watatu wa polisi wa taifa wa Kongo waliuawa na watu wenye silaha. Amesema kwa tukio hilo linaonyesha kuwa hata vyombo vya dola haviko salama katika mbele ya mashambulizi ya makundi yenye silaha, jambo linalozusha hofu ya kuyumbisha utulivu wa eneo hilo. Katika ujumbe wake wa huzuni, ametoa pole kwa familia zote zilizopoteza wapendwa wao katika matukio hayo ya mbalimbali, akisema kuwa kanisa Katoliki linabaki karibu na waathirika kiroho na kijamii. Amesema maombi na mshikamano wa kiroho utaendelea kutolewa kwa wale wote wanaoguswa na machungu ya matukio hayo ya ukatili. Hata hivyo, sehemu ya kauli yake imechukua mwelekeo wa kisiasa na kijamii, ambako ameonyesha wasiwasi mkubwa kuhusu vipaumbele vya uongozi wa taifa. Ameeleza kuwa wakati sehemu ya taifa iko bado inakabiliwa na uvamizi na mauaji ya mara kwa mara kwa raia, kuna kile kinachoita kama kuelekezwa kwa nguvu nyingi za kisiasa katika mjadala wa mabadiliko ya katiba ya nchi. Kwa mujibu wake, alionyesha
kutokuwepo kwa uwiano wa vipaumbele, akisitiza kuwa kilio cha wananchi wa mashariki kinapaswa kuwa juu ya ajenda ya taifa. Amesema ni muhimu zaidi ya viongozi wa nchi kuangazia kwanza swala la usalama, amani na ulinzi wa raia kabla kuendelea na mijadala mingine ya miundo ya kikatiba. Kauli hiyo imebua tafsiri mbalimbali ndani ya jamii, hasa kutokana na ukweli kwamba maeneo ya mashariki mwa DRC yamekuwa yakikabiliwa kwa muda mrefu na migogoro ya kisilaha, uwepo wa makundi ya waasi na mashambulizi ya mara kwa mara dhidi ya raia wasiokuwa na hatia. Miongoni mwa maeneo yanotajwa mara kwa mara ni katika mkutaba ni Beni, Lubero na maeneo pembezoni mwa Ituri, ambako wale usalama endelea kuwa tete kwa miaka kadhaa. Askofu amesisitiza kuwa suluhisho la kudumu linahitaji juhudi za pamoja kati ya serikali, vyombo vya usalama, jumuiya ya kikanda na kijamii na jamii za kiraia, akionya kuwa bila hatua madhubuti hali ya kudumu inaweza kuendelea kuzorota zaidi. Kwa ujumla, ujumbe wake umebeba sura honyo kali, wito wa haraka wa kulinda raia na pia msisitizo wa kurekebisha vipaumbele vya kitaifa ili kuzingatia zaidi hali ya usalama na wananchi walioko kuliko mijadala ya kisiasa isiyo ya haraka kwa maisha ya watu walioko katika hatari ya kila siku. Katika jiji la Goma, mwandishi wa habari huru Ricardo Olenga ametoa ushuhuda mzito akieleza kile anachodai kupitia baada kukamatwa na kundi la waasi 23 mwezi Septemba mwaka 2025, akieleza mateso, kizuizini cha muda mrefu na kiukwaji mkubwa wa haki za binadamu. Kwa mujibu wa maelezo yake, tukio la kukamatwa kwake litokea tarehe 19 Septemba mwaka 2025 baada ya kufanya mahojiano ya mama mmoja aliyekuwa akilalamikia kukamatwa kwa watoto wake kwa madai ya kukamatwa kiolela. Amesema wajao ndio walisababisha kukamatwa kwake mara moja na watu anaotumu kwa wapiganaji wa kundi la waasi wa M23. Olenga amesema baada ya kukamatwa alizuiliwa kwa muda wa wiki 3 na siku 2 katika eneo la bunge la mkoa wa Goma, ambako alijifungiwa ndani ya kontena pamoja na watu wengine waliokuwa wamezuiliwa. Amesema mazingira huko yalikuwa magumu sana, ikiwa na ukosefu wa chakula cha kutosha, huduma za afya na hata mawasiliano na familia. Alisema hali ilizidi kuwa mbaya zaidi kadri siku ilivyopita. Siku 2 baada ya kuanza kuanza kizuizini, watu wawili waliokuwa pamoja naye walifariki dunia ndani ya eneo hilo la kizuizi. Tukio lilileta hofu kubwa kwa waliobaki, kwani lilidhihirisha ukubwa wa hali mbaya iliyokuwepo. Katika ushuhuda wake alidai kuwa baada ya vifo hivyo, waliobaki waliamriwa kuchukua miili ya marehemu wawili na kuitupa katika eneo linalojulikana kama Lac Vert karibu na Goma. Kauli hiyo ndio sehemu inayoshtua zaidi katika simulizi lake, kwani inaonyesha madai ya vitendo vinakiuka heshima ya binadamu na sheria za msingi za kimataifa. Baada ya muda huo alisema kuwa alihamishwa kwenda gereza la kati la Muzenze pia lililoko huko Goma. Hata hivyo, anasema hali katika gereza hiyo haikuwa bora, bali kulikuwa mbaya zaidi kuliko hali walipokuwa awali. Alisema kulikuwa na msongamano mkubwa wa mazingira duni na kile alichokiita utaratibu wa mateso unaoendelea kwa wafungwa. Olenga alisisitiza kuwa katika maeneo yote mawili, bunge la mkoa na gereza la Muzenze, alishuhudia mazingira ya kutesa na kuuzilisha watu waliokuwa kizuizini, hali ambayo imeacha athari kubwa kwake kimwili na kisaikolojia. Amesema pia haiwezi kuelezeka kila kitu kwa sasa kutokana na uzito, wala alioshuhudia akibainisha kuwa anaandaa kitabu kitachochapishwa baadaye ambacho kitakuwa na maelezo kina kuhusu mambo yote aliyoyaona au kuyapitia akiwa kizuizini. Kwa mujibu wake, kitabu hicho kitakuwa na ushuhuda wa kumbukumbu ya matukio ya ukiukwaji wa haki za binadamu katika maeneo kizuizini mjini Goma, hususani katika bunge la mkoa na gereza la Muzenze, ili dunia iweze kujua kile kinachodaiwa kutokea ndani ya vituo hivyo. Ameongeza pia wito kwa jumuiya ya kimataifa kuongeza shinikizo dhidi ya waasi wa M23 ili kuhakikisha haki za watu zinaheshimiwa na vitendo vya kikatili vinavyodaiwa kukomeshwa. Vile vile ameomba serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kumsaidia katika kuandaa kitabu chake, akisema kitakuwa nyaraka muhimu ya kihistoria itakayosaidia kufichua ukweli kuhusu hali ya watu waliokamatwa katika mazingira hayo. Ushuhuda wake umebua mjadala mkubwa kutokana na uzito wa madai yake, huku akionyesha tena changamoto kubwa za usalama na haki za binadamu zinaendelea kuripotiwa katika maeneo ya mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, hasa katika mkataba wa migogoro wa kisilaha inayoendelea. Ricardo Olenga, journaliste indépendant. Je suis ici dans la clandestinité. Je suis ici parce que la rébellion de l'FC-M 23 m'a poursuivi suite à une interview réalisée en ville de Goma. Et puis, ils m'ont obligé de fuir la ville. Donc, je suis dans la clandestinité. J'ai été arrêté en date du 19 septembre 2025 à Goma après avoir réalisé une interview d'une maman qui réclamait ses enfants arrêtés arbitrairement à l'Assemblée provinciale dans le quartier Himi.
Et moi aussi, j'ai été arrêté au niveau de l'Assemblée provinciale, dans un conteneur, pendant 3 semaines et 2 jours. Mais c'est les journalistes, pendant ces 3 semaines et 2 jours après mon arrestation, 2 personnes ont trouvé la mort. Et comme j'avais encore la force, on nous a demandé d'aller jeter ces 2 corps vers les lacs verts. Bon, ce que j'ai vu comme expérience à l'Assemblée provinciale, mais aussi à la prison centrale de Munzenze, c'était la routine que j'ai vécue à l'Assemblée provinciale. C'était la même chose que j'ai vécu aussi à la prison centrale Munzenze, d'où la situation était pire. C'est pourquoi je vous épargne de plusieurs détails que je vais écrire dans un livre qui va sortir ici incessamment. Le message que je vais lancer ici, c'est d'appeler la communauté internationale d'accentuer la pression sur ces rebelles sanguinaires de l'AFC M23 qui ne cessent d'endeuiller la population du Nord Kivu, surtout les jeunes qui sont arrêtés matin, midi et soir dans des conditions inhumaines. Et j'appelle le gouvernement congolais de m'accompagner pour écrire ce livre qui restera dans les annales et qui va raconter ces atrocités vécues dans des conteneurs à l'Assemblée provinciale, mais aussi à la prison centrale Munzenze, monsieur le journaliste. Katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, mbunge wa kitaifa Andre Mushongo Mashara amewasilisha rasmi maswada ya sheria unaolenga kuwalinda watu wanaotoa taarifa za siri na kupambana na rushwa nchini. Mswada huo uliwasilishwa tarehe 5 Juni kupitia spika la bunge la taifa ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ukiwa na jina la sheria ya ardhi na ulinzi wa watoa taarifa za uhalifu na vitendo vya rushwa. Lengo lake ni kuimarisha mapambano dhidi ya vitendo vya ufisadi na mtandao wa uhalifu wa kifedha unaodaiwa kulindwa na sheria ya kimya katika baadhi ya taasisi. Kwa mujibu wa maelezo yake ya mbunge huyo, muswada huo unategemea vifungo vya katiba nchi, hususan kifungo cha 56, 58 na kifungo cha 113 pamoja na kanuni za ndani ya bunge ili kuweka mfumo rasmi wa kisheria unaolinda raia wanaotoa taarifa kuhusu uharibifu wa mali ya umma. Moja pengele muhimu vya mswada huo ni kuwapa ulinzi kamili wa kisheria watu wanaotoa taarifa, ikiwa ni pamoja na kinga dhidi ya mashtaka ya kijinai na madai ya kiraia, pamoja na kisha utambulisho wao unabaki siri katika mchakato mzima wa kutoa taarifa. Mswada huo unapendekeza mfumo wa kuhakikisha kwa usiri na faragha aliye juu ya kutoa taarifa ili kuzuia vitisho, kulipizwa kisasi na kukubiwa na watu wanaotumiwa katika tuhuma za rushwa au uharibifu. Kipengele kingine cha kipekee kilichopendekezwa ni kutambua rasmi nafasi ya mtu wa kubeba jina ambayo mara nyingi hutumika kuficha wamiliki halisi wa mali au fedha zisizo halali. Hii inalenga kusaidia kuchunguzi wa mali zinazopatikana au kwa njia haramu. Mswada huo umependekeza kuanzisha kwa bonasi ya uzalendo, yaani motisha ya kifedha ya watu watakaoshirikiana na vyombo vya sheria kwa kutoa taarifa muhimu zinazosaidia kurudisha mali za umma zilizofutwa kupatikana kwa njia haramu. Kwa mujibu wa uwajibikaji wake, lengo kuu la sheria ni kuvunja ukimya unaolinda mitandao ya rushwa na kuimarisha uwajibikaji, huku akimaanisha wananchi kushiriki moja kwa moja katika mapambano dhidi ya ufisadi unaokwamisha maendeleo ya nchi. Katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, mvutano wa kisiasa ndani ya upinzani na chama tawala imebuka tena kufuatia tishio la kushambuliwa kwa makao makuu ya chama cha UDPS, tukio ambalo limezua hisia kali na maonyo mazito kutoka kwa mmoja wa viongozi wake wa zamani, Jean-Marc Kabunda wa Kabunda. Kabunda ambaye alikuwa makamu wa kwanza wa rais wa chama na mmoja wa watu walikuwa karibu na sana na marehemu kiongozi wa kihistoria wa upinzani Etienne Tshisekedi, ametoa kauli kali baada ya shambulio lililotokea tarehe 3 Juni dhidi ya makao makuu ya UDPS. Kundi linalotumiwa kufanya shambulio hilo linatajwa kuwa ni la watu wanaohusishwa na Force du Progrès, ambao linachukuliwa na baadhi ya vyanzo kama tawi lenye msimamo mkali ndani ya chama hicho tawala.
Katika maelezo yake, Kabunda amesema kuwa na laani vikali tukio hilo, akieleza kama kitendo cha ugandamizaji na kuonyesha dalili za hatari ya kuongezeka kwa mivutano ya kisiasa nchini. Amesema kuwa ingawa anaendelea kuheshimu historia yake ndani ya UDPS na mchango wa chama hicho katika malezi yake ya kisiasa, hawezi kukaa kimya mbele ya kile anachokita vitendo vya vitisho na mashambulizi dhidi ya wapinzani au hata ndani ya vyama vyenyewe. Amesitiza kuwa chama cha UDPS kilichomlea kisiasa chini ya uongozi wa Tshisekedi kilijengwa katika misingi ya mapambano na kidemokrasia, heshima ya haki za binadamu na utawala wa sheria. Hivyo vitendo vya vurugu na mashambulizi ndani au zidi ya ofisi za chama hicho vinapingana na misingi hiyo. Kabunda ametoa onyo kali kwa viongozi wa sasa wa UDPS, akisema kuwa uvumilivu una kikomo na kwamba endapo hali ya vitisho na mashambulizi itaendelea, inaweza kusababisha ongezeko la mvutano wa kisiasa na hata migogoro moja kwa moja kati ya makundi ya kisiasa nchini. Amesema wazi kwa matukio aina hiyo hayapaswi kuchukuliwa kwa wepesi, kwani anaweza kuwa mwanzo wa hali ya kutokuelewana kubwa zaidi ndani ya siasa na za nchi, hasa katika mazingira ambayo tayari kuna hisia kali za migawanyiko wa kisiasa na kijamii. Kabunda amesitiza kuwa amekuwa kitoka katika historia ya UDPS na bado ana deni la kisiasa kwa chama hicho kutokana na mchango wake katika kumlea kisiasa, lakini anaeleza kuwa hilo alimaanishi kukubali vitendo vya ukandamizaji au vurugu vinavyodaiwa kufanywa kwa jina la chama. Kauli yake imebua mjadala mpana ndani ya hanga za kisiasa nchini, huku wachambuzi wakiona kuwa mvutano kati ya makundi ya ndani ya UDPS na wanasiasa waliotoka ndani ya chama hicho unaweza kuathiri zaidi yale ya kisiasa nchini, hasa kuelekea kipindi cha mjadala na mageuzi ya kitaifa au ushindani wa madaraka. Tukio hilo linakumbushiwa kwa makao makuu ya UDPS inaendelea kuchunguzwa, huku mamlaka za usalama zikihimizwa kuchukua hatua ili kuzuia kuendelea kwa matukio aina hiyo ambayo yanaweza kuhatarisha amani ya kisiasa. Kwa jumla, kauli ya Kabunda inaonekana kuwa honyo la moja kwa moja kwa viongozi wa sasa wa chama hicho tawala, ikionyesha wazi kuwa mvutano wa ndani sasa wa siasa za DRC bado unaendelea kuwa changamoto kubwa katika uimarishaji wa demokrasia na utulivu wa nchi. Tukio la kihistoria limefanyika mjini Kinshasa. Rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Felix Antoine Tshisekedi amemwenzi msanii maarufu wa muziki Fally Ipupa kutokana na mafanikio yake makubwa katika anga kimataifa, hasa baada ya kufanya matamasha yaliyovunja rekodi katika Ufaransa. Hafla ilifanyika katika Cité de l'Union Africaine ambako Fally Ipupa alitunukiwa heshima ya kitaifa kufuatia ziara yake ya muziki barani Ulaya, ilivyotia hisia na pongezi kutoka kwa mashabiki na wadau wa muziki duniani. Tunzo imetolewa kufuatia onyesho lake la kihistoria katika uwanja maarufu wa Stade de France, ambako alikuwa msanii wa kwanza wa Afrika anayezungumza Kifaransa na anaishi Afrika kufanikiwa kufanya maonesho mawili makubwa mfululizo katika uwanja huo. Tukio hilo limeelezwa kuwa la kipekee katika historia ya muziki wa Afrika. Kwa mujibu wa taarifa kutoka Ikulu, maamuzi ya kumwenzi msanii huyo unalenga kutambua mchango wake mkubwa katika kukuza taswira ya nchi kimataifa kupitia muziki, sanaa na utamaduni. Serikali imeeleza kwamba mafanikio ya Fally Ipupa yanachangia kwa kiasi kikubwa kuifanya Kongo ionekane kama ramani ya dunia, si tu katika siasa au kiuchumi bali pia katika utamaduni. Katika hotuba yake fupi iliyotolewa wakati wa hafla hiyo, Rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Felix Antoine Tshisekedi alisisitiza umuhimu wa sanaa na muziki kama vyenzo vya kidiplomasia na utamaduni, akibainisha kuwa wasanii kama Fally Ipupa ni mabalozi muhimu wa nchi ambao wanabeba jina la Kongo katika majukwaa ya kimataifa. Amesema mafanikio ya msanii huyo yanapaswa kuwa mfano wa vijana wa Kongo, akihimiza kutumia vipaji vyao katika kujenga mustakabali bora wa kuonyesha vipaji vyao duniani badala ya kuvigandamiza. Kwa upande wake, Fally Ipupa ameonyesha furaha na shukrani kwa heshima hiyo ya kitaifa, akisema anapokea tunzo hiyo kama jukumu la kuendelea kuwakilisha Kongo kwa kiwango cha juu zaidi kimataifa. Ameeleza kwamba mafanikio yake si ya mtu binafsi pekee bali ni ya nchi nzima na wasanii wote wa Kongo. Tukio hilo limepokelewa kwa hisia tofauti katika jamii, ambako wengi wamepongeza hatua ya serikali kutambua mchango wa wasanii katika maendeleo ya taifa, huku wengine wakiona kuwa ni ishara kuongezeka kwa thamani ya sekta ya utamaduni katika sera za kitaifa. Hata hivyo, wachambuzi wa masuala ya sanaa wanasema mafanikio ya Fally Ipupa yanaweka historia mpya ya kimuziki ya Kongo, hasa katika soko la kimataifa ambako ushindani ni mkubwa na nafasi za Afrika bado ni chache. Kwa jumla, tukio hilo limechukuliwa kama ishara kuimarisha kwa ushawishi wa kitamaduni wa DRC duniani, huku muziki ukiendelea kuwa daraja muhimu la kuunganisha nchi na ulimwengu.
Katika taarifa ya masuala ya michezo na diplomasia iliyozua mjadala mkubwa, serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imefafanua hali ya usalama ya kikosi cha timu ya taifa Leopard kinachojiandaa kwa michezo ya kimataifa, huku ikijibu pia uamuzi wa mji wa Marbella nchini Hispania kukataa kuandaa mechi ya kirafiki iliyopangwa kufanyika tarehe 9 Juni mwaka 2026. Msemaji wa serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Patrick Muyaya ameeleza kuwa wachezaji wa timu ya taifa kwa sasa wako katika mazingira maalum ya ulinzi kwa kiafya inayoitwa Bilbe Sanitaire, ambako hakuna mtu wa nje anayeruhusiwa kuingia moja kwa moja kwenye kambi ya timu. Hata baadhi ya viongozi wa serikali wakiwemo waziri wa michezo Didier Dimbu. Kwa mujibu wa taarifa hiyo, hatua hiyo inachukuliwa ili kuhakikisha wachezaji wanabaki salama kiafya na kuepuka hatari yote ya maambukizi ya magonjwa yanayoweza kuathiri maandalizi ya timu ya taifa. Serikali imesisitiza kuwa wachezaji wote wa Leopard wanacheza soka katika vilabu vyao vya nje ya nchi na hakuna hata mmoja aliyekuwa akirejea Kinshasa katika wiki za hivi karibuni, jambo linalopunguza kabisa hatari ya maambukizi ya magonjwa ya mlipuko. Taarifa hiyo imekuja kufuatia uamuzi wa mamlaka za mji Hispania kukataa kuandaa mechi ya kirafiki kati ya timu ya taifa ya Kongo na mpinzani wake kwa sababu zinazohusiana na hofu ya ugonjwa wa Ebola. Uamuzi huo umeibua majibu makali kutoka kwa serikali ya Kongo ambayo imeutaja kama uzingatia hali halisi ya kiafya na wachezaji. Katika mkutaba huo, waziri wa mambo ya nje ya Kongo Therese Kaikwamba Wagner aliripotiwa kumuita rasmi balozi wa Hispania mjini Kinshasa ili kutoa maelezo kuhusu uamuzi wa mamlaka za Hispania. Serikali ya Kongo imeeleza kutokuridhishwa na kile ilichokiona kama uamuzi uliotokana na hofu isiyo na msingi na wa kitaaluma kuhusu hali ya kiafya na ya wachezaji wa Kongo. Kwa mujibu wa maelezo ya serikali, hoja kuu ni kwamba hakuna uwepo wa hatari wa maambukizi ya Ebola kutoka kwa vikosi vya taifa, kwani wachezaji hawajawahi kuwa katika maeneo yenye wagonjwa wala wajawasiliana na hali yoyote ya mlipuko. Serikali imeeleza kuwa hatua za kiafya zinawekwa ndani ya kambi ya timu ni kali na zinazingatia viwango vya kimataifa vya usalama wa michezo. Patrick Muyaya amesisitiza kuwa hatua ya Bilbe Sanitaire imewekwa mahususi kuhakikisha utulivu wa maandalizi ya timu na kwamba hata mawasiliano ya moja kwa moja ya watu wa nje yamewekwa mipaka ili kuondoa kabisa hatari yoyote ya kiafya. Amesema kwa taarifa zinazosambazwa kuhusu hatari za maambukizi hazina misingi ya kitaaluma kwa mujibu wa tasmani ya wataaluma wa afya. Serikali imeeleza pigwa wachezaji wa taifa wa Kongo wanachocheza Ulaya tayari wamepimwa na wafuatiliwa na mamlaka za afya za nchi wanazochezea, hivyo wako katika hali nzuri ya kiafya na kuna sababu ya kuwekea katika mashaka au kuwanyima fursa ya kucheza mechi za kimataifa. Kwa ujumla, serikali ya Kongo imesisitiza kuwa itaendelea kulinda maslahi ya wachezaji wake na kuhakikisha kuwa timu ya Leopard inapata mazingira sana kushiriki mashindano ya kimataifa bila ubaguzi wa vikwazo visivyo na misingi wa kitaaluma. Na ni hivyo ndivyo tulikuletea taarifa yetu ya mchana kupitia Kivu News Info, ikiwa ni tarehe 7 Juni mwaka 2026. Basi tunashukuru sana kwa kuwa nasi kuanzia mwanzo hadi mwisho wa matangazo haya. Tunaendelea kuhakikishia kujitolea kwetu kukupatia habari za kweli kwa wakati na kwa uaminifu. Endelea kuungana nasi kupitia Kivu News Info na taarifa zote muhimu zinazoendelea ndani ya nchi na vile hata nje ya nchi. Tunakutakia mchana mwema uliojaa amani, utulivu na mafanikio katika shughuli zako za kila siku, na tunakuahidi tena kukutana jioni katika matangazo mengine ya habari. Basi asanteni sana kwa kuendelea kutufuatilia, na mimi ni Teloge Longa ambao nilikuwa nikikuletea matangazo haya ya mchana wa leo. Basi natutakia mchana mwema, bye bye na chahu. Skrini zetu zinaweza kuunganisha au kugawa. Leo hii taarifa nyingi husambaa bila kuthibitishwa kwenye mitandao ya kijamii. Uvumi, habari za uongo na maneno ya chuki vinaharibu uaminifu na kudhoofisha jamii zetu. Kabla ya kushiriki, jiulize swali rahisi: je, taarifa hii ni ya ukweli? Tuthibitishe vyanzo, tukatae upotoshaji, tuseme hapana kwa taarifa za uongo. Skrini zetu zinapaswa kuwa madaraja na si silaha. Kivu News Info inakuita kuwa na uwajibikaji wa kidijitali. Pamoja tuchague umoja, ukweli na amani. Ujumbe huu umetolewa na kuzanishwa na Wizara ya Ulaya ya Mambo ya Nje kwa kushirikiana na Search for Common Grounds.